Mtazamaji, katika kaunti ya Kilifi, mojawapo ya maeneo ambayo yametengwa zaidi nchini, ukosefu wa upatikanaji wa mpango wa uzazi umewaacha majeraha makubwa katika maisha ya wanawake, huku wengine wakiishi katika hali duni ya utamaduni. Ikiwa ni tamaduni hizo, mtazamaji, vifo vya kina mama na hata tabu za familia nyingi vimeonekana. Na katika maadhimisho siku ya uzazi wa mpango wa duniani, Fatma Bugu anatuletea simulizi kutoka kijiji cha Zikunze katika kaunti ya Kilifi. Tazama. Ni katika eneo la Zikunze, Kilifi, ambapo tunamkuta Bikazo Hare, mama mwenye umri wa miaka 48. Amejifungua watoto 12, lakini 3 kati yao walifariki dunia. Hadithi yake ni ya ujasiri, lakini pia ya majuto makubwa. Nashukuru Mungu wale ambao amenibakishia, lakini kalikuwa nimetambua mapema. Mama, hata kama ningezaa 10 lakini ningewazaa kwa wakati unaofaa. Mwanangu, nakwambia wa mtoto wangu mimi nikizaa mwaka huu hautaisha. Kazo anakumbuka hata walipojaribu suluhisho rahisi, kukaa mbali na mumewe, ila haikufua dafu. Tukawa tunafanya hivyo, wakati tukikutana tukafanya hivyo, tukapata hivyo. Hali ni ngumu zaidi kwa wasichana wadogo. Umaskini mara nyingi umewapeleka kwenye mimba za mapema. Wazazi wangu walienda baadaye wakadivorce. Kila mmoja akawa yuko kivyake. Ndio maana tulikuwa kuna ile shida ya kupata zile vitu. Kwa wengi, makovu sio ya mwilini pekee, ni makovu ya kukosa taarifa, dhana potovu na hospitali zisizo na dawa. Kwa kuwa nilikuja hospitalini kujiulizia mbinu ya kupanga uzazi, lakini kila nikija naambiwa hakuna. Mtu anaweza kaa hapo nyumbani alafu akafikiria hivyo, akasema nataka niende nikapange uzazi, alafu anakuta mamake anamwambia wewe zaenda dunga hiyo sindano, alafu ikapotea hapo. Kuna mtu fulani alipitia hiyo akarini, aliyekwa hiyo aka overbleed, ama aliyekwa akamea nyama, ama aliyekwa akanini ikatembea kwa mwili. Hata hivyo kuna mwanga wa matumaini. Helen mwenye umri wa miaka 18 alipata sindano ya mpango uzazi wa miaka 3 kupitia usaidizi wa mashirika kibinafsi yanayotembelea maeneo kama haya, anga kuwa nasua. Itanisaidia nisipate mimba haraka, mtoto wangu akue awe kama miaka kama 3 au 5 na niweze kupata mimba nyingine. Lakini nafasi kama hizi ni nadra mno. Wengi bado wanakimbilia kwa mitishamba ya kienyeji maarufu kama tembe za mbono, njia ambazo mara nyingi si salama. Family planning haipotei kwa mwili. Mali nimewekwa ndio daktari anakuja na itoa hapo baada ya muda umeexpire. Kuna mama wengine wanaongeza uzito si sababu ya hii family planning, sababu ya poor eating habits. Sasa akiongeza uzito unaweza kupata ile family planning inaingia ndani ya muscle, but huwa inatolewa. Mwaka wa 2024 pekee, Kilifi ilirekodi mimba zaidi ya 61,000 na kujifungua zaidi ya 59,000. Vifo vya wajawazito vilikuwa 532 kwa kila vizazi hai 100,000. Kwa mujibu wa Ken Miriti, afisa katika Wizara ya Afya Kilifi, Kilifi inahakikisha upatikanaji wa njia hizo japo kuna changamoto. So wamama wamepata shida for about 3-4 months ago. Zilikuwa ni shida sana kupata, but wakienda kwa private walikuwa wanazipata. We are really focusing on allowing them, of course, to make an informed choice, but also making them aware of how a long-term method will be very beneficial for them. And when they are denied these services, then they end up going to, unskilled providers, the quacks of this country, and they come back to us with ruptured uterus. They come to us bleeding. Aidha, takwimu kutoka Wizara ya Afya zinaonyesha zaidi ya wanawake milioni 6.5 nchini Kenya wanatumia njia za kisasa za uzazi wa mpango. Hatua hii huokoa maisha kwa kuzuia mamilioni ya mimba zisizotarajiwa na vifo vya akina mama. Lakini kwa wanawake wa Zikunze, mafanikio haya ya kitaifa bado hayajawafikia. Kwa sababu utamcancel, akifika hapa hakuna dawa. Akifika kule pengine bwanake yuko tayari. Akiwa yuko tayari itabidi tu anapata hiyo. Hali hii imechangiwa sana na wafadhili kuondoka. We need to look at ourselves and ask, how do we ensure that we are, prioritizing family planning, because it's not only a health issue, it's also a developmental issue. Kwa akina mama kama Kazo, hofu ya mimba haijaisha hata akiwa karibu na ukomo wa uzazi,
na kwake njia ya kupanga uzazi ndio tegemeo lake. Kwa mujibu wa familia nyingi, ukosefu wa madawa au njia za kupanga uzazi umewaingiza katika umaskini zaidi, kwani sasa wanalazimika kuzaa bila mpangilio. Lakini je, watoto wangu ama watoto wetu zikiwa zitakosekana wakati wowote hizi, itakuwaje hii nchi? Si watoto wadogo watabeba mimba? Kata mchovya buyu la sala chovi mara moja. Na huyo mwanaume mwenye nilikuwa naye siwezi mwacha sahi, na yeye atataka kila siku. Kama hiyo itakuwa, lazima mimba zitatokeza. Huku kuna sherehe nyingine kama zile ambazo tunasema ni disco matanga, hizo zikuwa zinachangia. Kwa wanawake wa Kilifi, zaidi ya kauli mbiu, wanachohitaji ni nafasi ya upatikanaji wa njia hizi ili kupanga kesho iliyo salama zaidi. Fatma Bugu, NTV, kutoka Zikunze, kaunti ya Kilifi.